Mimi naitwa Yunus Rashidi Ruhongia, ni katibu wa ACT Wazalendo mkoa wa Kigoma na pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya chama. Kama ACT Wazalendo mpaka sasa mmeshaweka wazi kwamba mnashiriki kwenye uchaguzi. Mchakato wa kuweka wagombea umefikia level gani au stage gani mpaka sasa? Kwa sasa bado tuna mambo yetu ya ndani ambayo yanaendelea, lakini mchakato mimi nitazungumzia kwa mkoa wangu wa Kigoma. Mkoa wa Kigoma tuna jumla ya majimbo 8. Majimbo 7 tayari yameshakuwa na wagombea na majimbo 4 yana wagombea wawili. Aidha, jimbo moja bado ndo halijawa na mgombea, tunaendelea nalo, jimbo la Kasulu mjini. Lakini pia kwa upande wa madiwani, kata zetu 139 zimeshakuwa na wagombea kata 102, bado kata hizo 37 ambao tunaendelea kukamilisha. Uchaguzi wetu wa ndani unatutaka sisi mpaka mwezi Juni tarehe 30 tuwe tumekamilisha wagombea, na kwa hiyo utaratibu wa ongezaji wa muda wa ziada mwingine utatokana na maamuzi ya chama taifa. Nyinyi ni kama chama mmesema kwamba mtashiriki uchaguzi. Nadhani tukiangalia vyama vingine vya upinzani ambao tukiangalia sasa kama Chadema, wao wameweka sera yao kwamba wako na mpango wa kuzuia uchaguzi. Kama ACT hii mnaionaje, na mnaona labda wao wanaweza kufanikiwa kupitia sera yao? Sisi hatuwezi kuwapima wao, sisi tutajipima sisi na maamuzi yetu kwa wananchi. Wajibu wetu sisi wa kwanza, na hasa kwa mujibu wa katiba, uongozi wa nchi unatokana na wananchi. Wenye uchaguzi hasa ni wananchi, na ili wananchi wengi wakilitambua halitoweza kutusumbua sana, kwa sababu vyama hata chama kikiamua chenyewe akipeleke wagombea, vyama vingine vikipeleka wagombea, maana yake katika muda wa uchaguzi ambao sasa hivi ni mwaka wa kubadilisha uongozi, na hii ni ridhaa ya wananchi, vyama vitakavyopeleka wagombea vitafanya uchaguzi. Kwa hiyo mambo ya reform ni mambo kama vile tunazungumza yanahitaji muda. Ukiangalia uchaguzi wa mwaka 2010 Zanzibar, kabla ya machafuko ya mwaka 2000 hajatokea 1999, kulikuwa hakuna reform, lakini matukio yale yaliyotokea ya watu kukimbia mpaka Mombasa, maana yake reform za uchaguzi zilianza. Na saa hizi tumepata mambo machache wakati wa kupigania baada ya Magufuli kufariki. Mikutano ya hadhara ilikuwa haipo, lakini tuliweza kupambana kama ACT na wengine walibeza hivyo. Tulipopambana mikutano ile imerudishwa. Saa hizi tuna uwezo wa kujenga chama, na ukikumbuka kwamba chama chetu sisi kilikuwa kimezaliwa mwaka 2014. 2016 Magufuli alipiga marufuku vyama vya siasa visifanye siasa. Maana yake tulikuwa na miaka 3 au 2 tu kukua kwetu kukawa shida. Tumeanza tena kukua 2023. Sasa sisi hatuwezi kuingia kwenye huo mtego ambao kwanza hata chama hakiwezi. Lakini ukiachana na chama, bado haki ya wananchi ambayo ni ya kuchagua haki yao, maana yake itapita. Kukutana na uchaguzi tena, kuwaweka viongozi tena, ni mwaka 2030. Sasa tutakuwa hatujawatendea, kama chama ambacho kinatafuta dola na kinatafuta ukombozi wa maendeleo, tutakuwa hatujawatendea haki wananchi. Kwa hiyo ni wajibu wetu kutoa hizo fursa kwa watu wagombea waweze kugombea na kusonga mbele, kuhakikisha kwamba kwenye vita na kwenye miba bado watu wanaweza kushinda. Uchaguzi wa serikali za mitaa ulikuwa ni mbaya sana, lakini bado sisi ACT tuliweza kushinda wenye viti wa vijiji kadhaa na vitongoji kadhaa. Tuna zaidi ya wenye viti wa vitongoji 250 nchi nzima, na wenye viti wa vijiji zaidi ya 14 katika vijiji. Kwa hiyo hizo ni sehemu ambazo platform yetu ya ACT Wazalendo, sera zetu na tunachokinadi, ni sehemu ambayo wananchi wataona tunaanzisha serikali zetu, tunaendesha kwa namna gani na ni jinsi gani ACT itazidi kutamalaki. Kwa hiyo kuacha ni jambo la tunamsusia muhuni, na muhuni hasusiwi, muhuni anakabiliwa. Mwaka huu ni mwaka wa kumkabili muhuni. Kadri tunavyoendelea kumkabili ndivyo atakavyoweka hizo reforms ziweze kupatikana.
Reform ni mabadiliko katika mambo mbalimbali ya kiuchaguzi. Tume kubadilika, kupata tume huru yenyewe. Wameshakubali kwamba tume huru. Bado tunagombana na prosesi za kuwapata watu ambao wanahusika na tume huru. Kwa hiyo tunagombana nao tena kuendelea huko. Haya ndio mambo ya msingi ambayo sisi tunaendelea nayo. Hatuachi, kwanza tuache uchaguzi. Na tulijifunza sisi ACT tunatokana na vyama vingi ambavyo watu wamepata madhara kutoka kwenye vyama vyao. Kuna watu wamepata madhara kutoka CUF, na watu wamepata madhara kutoka NCCR, na watu wamepata madhara kutoka Chadema. Ndio ambao ndio msingi mkubwa wa chama cha ACT kuanzishwa. Ni kuwaunganisha hao watu wote na kufikia kile sasa. ACT kama ACT muweke sawa hili. Wananchi labda wangependa kufahamu ACT inaweza kuja kusimamisha mtu kwa ajili ya kugombea kwenye nafasi kama urais? Ndio, mpaka sasa ninapozungumza na wewe tunawagombea tayari wawili ambao wameshachukua fomu ya urais. Na hii sipendi kuzungumzia sana kwa sababu bado msemaji mkubwa kwenye hili ni katibu wetu mkuu na idara yake ya helikopta. Mimi ningependa nijikite sana huko kwenye nafasi yangu ya ukatibu wa mkoa, lakini kama mjumbe wa halmashauri kuu nimeshaona kiongozi wetu wa chama Bi Dorothy Semu ameshachukua fomu na yupo mgombea mwingine mmoja ameshachukua tena fomu. Jumla ya wagombea wawili wameshachukua fomu ya urais. Kwa hiyo bado michakato yao itaendelea mbele. Hatojua mpaka muda unapofungwa, dirisha linapofungwa, tunakuwa na wangapi ambao wanagombea. Swali la mwisho tumalizie. Wewe ni mwakilishi wa ACT kwa mkoa wa Kigoma. Tumalizie na hili. Baadhi ya watu kupitia vyama vingine ambavyo vitashiriki uchaguzi wameshaweka nia zao kwamba wanaenda kugombea Kigoma. Tukimwangalia mtu kama Baba Levo, mtu kama Mwijaku wameshaweka kwamba wao watakwenda kugombea kule Kigoma. Na ukiangalia kidogo kwenye mitandao ya kijamii na nini wana ushawishi. Kama ACT mmejiandaje kushindana na watu kama hawa? Kwanza hatujui hata wanagombea kupitia wapi. Na hata nikiwataja hao naona tunasema kwenye level ile standard ya kisiasa bado. Yaani hao kwenye taratibu za kule nyumbani tunawaita ni wapiga kelele. Wapiga kelele. Na darasa lenye utulivu huwa linawaondoa wapiga kelele nje ili darasa liendelee kusoma vizuri. Kama wanaenda bado wana kelele zao huko kwenye chama kingine ambayo tumeona, na wao kazi yao sio kugombea exactly. Wao wana kazi yao maalum ambayo sisi kama ACT tulishajua. Wanatafuta kura za rais, sio kwamba wanaenda kugombea. Kwa hiyo uwakilishi wao, majina yao, hao ni wachanga sana kwenye siasa na hasa kwa mkoa wa Kigoma. Ni wachanga mno. Kwa hiyo ACT mmejiandaa kushindana nao na imani kwamba mtawashinda. Sio watu watakao kuja kwenye ushindani wetu. Kwanza hata huko kwenye vyama vyao sijui kama hata watapitishwa. Kwa sababu chama kinaleta competent candidates. Kinamleta mgombea mwenye sifa kamili. Sasa kwanza huko kwao sijui hata kama watakuwa na sifa hiyo ya kugombea. Kwa hiyo kama mnawasikiliza kwenye mitandao kwa sababu ni shughuli zao za kimitandao. Kwa hiyo mambo ya mitandao ni nje na field work ya political science. Ni nje na uwanja sahihi wa siasa wa kumtafuta kiongozi bora, kiongozi makini, mwenye uwezo wa kuwakilisha watu, kuwaongoza watu, kuwatoa watu kwenye shida maalum, kuwapeleka kwenye furaha maalum. Basi neno la mwisho kuzungumza na wananchi ambao watakusikiliza na nini kuelekea kwenye uchaguzi, mnawashawishi vipi kuelekea kwenye uchaguzi? ACT tunashiriki kwenye mambo mengi ya social works. Mambo ya kijamii, kusaidia watu pamoja na mambo ya kuondoa kadhia za haki za watu. Kwa hiyo sisi tunajikita vizuri na tumejiandaa vizuri. Na wakati sahihi utakapofika kuanza kampeni, tutafanya kampeni vizuri za kistaarabu zenye mantiki na tutashinda uchaguzi. Kwa mkoa wa Kigoma tutashinda uchaguzi. Shukrani sana. Asante sana.